na mikopo ya kausha damu. Ishini kulingana na hali yenu ya maisha na kipato. Watumishi, hakuna taasisi hata moja inayokwenda kumvuta shati ama kumshika kolomelo mtumishi kwenda kumkopesha. Mtumishi anakwenda kukopa mwenyewe. Wanakopa mpaka ile 1/3 inakuwa hakuna, hakopesheki. Sababu ya msingi hakuna. Na wengine ni hatari zaidi kwa sababu wanakopa kwenye kipindi ambacho wanakaribia kustaafu. Sasa kunichamba, mnanichamba. Sasa ukija pale kwangu mezani kwangu na barua hizi 3 za watumishi waliopeleka vikokotoo vyao kwenye makampuni wanajua wao wenyewe, mishahara inakwenda kule moja kwa moja na hela zinaliwa zote mpaka akiba zinaliwa. Ukiwaambia hawasikii. Je, hatuhitaji msaada wa afya ya akili? Tukubaliane hapa, inawezekana kuna vitu viko juu ya mawazo yetu. Ndio maana kuna wataalamu wa afya ya akili. Wakija wakiongea na sisi kila wakati, tunataka tukarudi kwenye mstari. Ndugu zangu, hili wimbi ni kubwa na ni la hatari, na tunashawishiana sisi wenyewe tulioko huko. Nenda kachukue, hakuna shida, mikopo ya bure. Wenzenu wale tutawafunga bure wengi. Hivi wewe unatoa wapi akili ya kupeleka kadi yako ya benki na password kumpa mtu kama uhitaji dokta wa afya ya akili? Wewe unahitaji dokta wa afya ya akili, usibishe. Kwa sababu pia ndio maana tukimwambia mtu wewe unashinda kwambia mimi sina shida. Umeelewa? Nani kalewa? Sijalewa. Kumbe kalewa kweli. Hii kwa wazi kwa tunahitaji utaratibu. Ndugu katibu tawala, hili lazima tulipange vizuri kwa maslahi mapana ya watumishi wetu. Kama tunawapenda tuwasaidie kwenye hili. Na hili nalisema kwa moyo wa dhati kabisa na kwa moyo wa upendo. Watumishi tunahitaji msaada wa madaktari wa afya ya akili kila baada ya muda kutusaidia, kutuambia sisi ni wakina nani, tunafanyaje, tukoje, tumetoka wapi, tunaenda wapi. Misongo ya mawazo imezidi kuliko maelezo. Kuna mmoja hapa juzi, barua moja iko pale, kastaafu, ni mwalimu kastaafu. Barua yake juu ilivyoanza, rasmi kama muone ile barua. Juu pale ilivyoanza, ameanza pale juu hapo, kaandika nilienda sijui kwenye ofisi gani, sijui niliitwa, nikafika nikaambiwa niache kadi yangu ya benki. Sasa nikaanza kusoma ili nielewe vizuri. Huyu ameitwaje ghafla? Yeye anafika tu naambiwa acha kadi yako kwa benki afu unaacha. Kusoma story ya mwisho nikataka kumwambia katibu wangu, mrudishie huyu mzee, mwambie aandike vizuri hii barua alete hapa, asijikanyage kanyage. Kaenda kakopa. Wakati anakwenda kukopa alishakuwa na mkopo mwingine sehemu. Kwa hiyo wale wa hicho kiofisi wakachukua ile kadi, wakaanza kuzivizia kila hela ambayo inaingia. Kila hela ambayo inaingia wanajigawia ya kwao, alafu wao sasa wanamlipa na huyo mwingine. Walipomaliza kulipana madeni sasa wanaendelea kula zile hela na kadi hawataka kumrudishia. Kwa sababu wanamdai nini? Usumbufu. Sasa akavumilia, kaona hapa rudi kule kwenda kukana. Hiyo sio siku nyingi, mwezi wa 9 mwaka 2025, maana yake ni mwaka jana. Kwa kila tunapowaambia wao wakitoka hapa hivi usione wametulia hapa hivi. Leo mimi sijui kama nitaala salama. Nakwambieni kabisa. Nitaweweseka usiku kusha mimi. Leo nitaweweseka mimi. Aisee, Mungu anilinde. Nitaweweseka sana. Kwa jinsi nitakaposimangwa na hili kundi hapa. Watanisimanga hawa usiku kucha hawa. Watakuwa nitukana kwa message za kawaida wenyewe kwa wenyewe, magrupuni, voice note, hao unavyowaona. Unamsikia akisema hana lolote na ikata mimi silali tena usiku. Jamani, naombeni mniache nilale vizuri. Sitaki ugomvi. Kama mnataka kupeleka pelekeni kadi zenu. Lakini mwisho ningependa niwapongeze sana wote. Na nimeambiwa pia nitafanya kazi hapa ya kugawa tuzo na vyeti vya pongezi kwa wenzetu ambao wamefanya kazi vizuri zaidi. Sio kama tumefanya wote vizuri, lakini kuna wale ambao kwa kweli wamekwenda nje ya boxi. Wamekwenda extra miles, wazungu wanasema, au kizigua kizuri. Hao sasa tunawatambua kwa ajili moja ya kuwapa moyo na kuona kwamba tumetambua kazi ambayo wamefanya, lakini pia hii itasaidia wengine kujua kwamba kumbe na mimi nikifanya vizuri zaidi basi nitatambulika. Lakini kwa ujumla tunawashukuru wote kwa kazi kubwa ambayo mmefanya,
na naomba niwaahidi kwamba tutaendelea kufanya kazi vizuri, na mimi binafsi nitaendelea kutoa ushirikiano mzuri kuhakikisha kwamba tunasimamia maboresho na maslahi ya wafanyakazi katika mkoa. Lakini pia nisiache kuwatakia heri watoto wetu ambao wanategemea kuanza mitihani ya kidato cha 6 kesho. Na kwa kweli naomba niwaambie, mbali ya changamoto zilizopo, lakini walimu wanaendelea kuupiga mwingi, mbali ya stress yao walionayo, na hii haizuii mimi kuleta madaktari wa afya ya akili, lakini watoto wetu kwa kweli wanafanya vizuri. Maana yake ni kwamba walimu wanafundisha vizuri. Unajua tumeshika namba 2 kitaifa mwaka jana mitihani ya kidato cha 4, na walimu hao nawaona hapa kila shule naokwenda wananiambia, mkuu, mwaka huu form 6 tunaongoza mkoa wa Manyara. Kwa kifupi tunataka mpaka taifa lijue, yani tu lijue tu, yani liwe na habari tu. Yani hapa ni masuala tu ya kutaka kuwatia aibu wengine na sisi kuendelea kusimama kidedea. Kwa mwaka huu tutashika namba 1 sisi. Mwenyezi Mungu akileta heri, watoto wetu tuna imani tuwafundisha vizuri na tumewaandaa vizuri. Kwa naomba ni watakie heri, na wataanza mitihani. Imani yangu ni kwamba tunakwenda kuishangaza nchi na kulishangaza taifa hili tena kwa mara nyingine, na ikimpendeza Mungu wakati wa matokeo yao kutoka, nitakuwa bado niko hapa hapa.